tulikuta damu imetapakaa pale nje. Na ndani ya jikoni, yani hapo jikoni kulikuwa na damu nyingi. Hapo ndio damu ilikuwa imekuwa nyingi. Lakini mahala ambapo alikuwa mama, hasa mahala ambapo alipokuwa amelazwa, hakukuonekana kana kwamba kulikuwa na struggle, ni kama aliwekwa. Na pia mzee mahala ambapo alikuwa amelazwa kwa kitanda chake, alikuwa tu amelazwa na damu imejaa mwili wote. Nafikiri wakati ambapo aliweza kulazwa, aidha akalala ama akalazwa kwenye hicho kitanda. Hakukuwa na vurugu, hakuna kitu ambacho kiliibiwa, hakukuwa na chochote ambacho kilichofanyika katika hiyo nyumba. Ni hayo tu mauaji. Ni hapa hivi. Kwa majina ninaitwa Steven Nderitu Wairagu, ambaye ni naibu wa chief katika kata ndogo ya Matwiku sublocation. Hapa kwa hii shamba inaitwa Muthega Farm ama Muthega Village. Nataka kuripoti jambo ambalo, tukio ambalo lilifanyika jana ama juzi, kulingana na ripoti ambayo tulipata jana kama mwendo wa saa 10 hivi jioni, ya kwamba kuna mzee ambaye anaitwa Kehiti mwenye hii boma ambaye hajulikani mahala ambapo aliko. Na wale ambao waliofikiria kuhusu hili jambo, yule ambaye kijana huwa anampeleka kanisani, alipomkosa aliweza kufahamisha majirani ya kwamba hamuoni na kanisa hakuenda. Ndiposa majirani wakanipigia simu kama chifu wao, nikakuja hapa, na tulipoingia kwenye nyumba tulipata ya kwamba mzee huyo bwana Joseph Kehiti na mke wake wameuawa. Walikuwa na damu nyingi kwa mwili na kichwa kilikuwa kimebondwa na kifaa butu. Mama alikuwa amelazwa kwa kiti na mzee alikuwa amelazwa kwa kitanda chake. Ndiposa hapo tukachukua nini ya kufahamisha polisi Salga, na wakakuja wakakuta wananchi wengi sana hapa, na wakachukua hiyo miili wakaipeleka mochari. Kiini cha jambo hili hakijaweza kujulikana, kwa sababu tunangoja ripoti ya DCI wakuje wafanye forensic yao, ndio tupate kujua ni nini ambacho kilichokuwa kikifanyika, ama tujue ni nani ambaye aliweza kufanya jambo hili. Huyu mzee ambaye anaitwa Joseph Kehiti ni mzee wa miaka 90. Ni mzee kabisa na ako na watoto wake, lakini walikuwa naishi peke yao hapa ndani ya hii nyumba. Bibi yake alikuwa na siwezi kujua hasa jina lake, lakini alikuwa miaka 70 kulingana na tathmini ile ambaye tunajua. Alikuwa ni watu wa pole. Huyu mzee ni pastor, ni reverend wa kanisa, na walikuwa wanaenda kanisa wakiwa na bibi yake. Walikuwa watu wa pole. Hatujawahi kusikia kwamba kuna vurugu kati yao wawili. Hatujaweza kusikia. Ni watu ambao walikuwa wanapendana, watu walikuwa naishi pamoja. Katika huo umri sikuona, hatuwezi kufikiria pengine wanaweza kuwa na vurugu ya aina yote. Hawakuwa na watoto hapa, walikuwa tu wakiishi wao wawili tu peke yake. Yeah. Na damu tulipofika hapa tulikuta damu imetapakaa pale nje. Na ndani ya jikoni, hapo jikoni kulikuwa na damu nyingi. Hapo ndio damu ilikuwa imekuwa nyingi. Lakini mahala ambapo alikuwa mama, hasa mahala ambapo alipokuwa amelazwa, hakukuonekana kana kwamba kulikuwa na struggle, ni kama aliwekwa. Na pia mzee mahala ambapo alikuwa amelazwa kwa kitanda chake, alikuwa tu amelazwa na damu imejaa mwili wote. Nafikiri wakati ambapo aliweza kulazwa, aidha akalala ama akalazwa kwenye hicho kitanda. Hakukuwa na vurugu, hakuna kitu ambacho kiliibiwa, hakukuwa na chochote ambacho kilichofanyika katika hiyo nyumba. Ni hayo tu mauaji. Karanja
naishi katika jiji hili la Muthaiga. Na mimi ni mwenyeji hapa miaka mingi, sababu kusema kweli mimi nimelelewa hapa. Na hapa tulipo hapa, mzee huyu ambaye ameuawa ni babake mdogo wa bibi yangu. Kwa hivyo wakati tulitoka kanisani tukaenda mchango wa jamaa moja, mzee moja mgonjwa kule ngambo, jiji lingine ambao ni jirani wetu, tukaenda huko. Nikapigiwa simu na bibi yangu akaniambia amekutwa na majirani, wakamwambia kwamba babake mdogo haonekani. Na kwa hivyo wakaandamana pamoja, walikokuta geti imefungwa na kufuli, wakapita shambani, wakakuta mlango umefunguliwa na pia kuna damu kwa mlango. Kwa hivyo kitu cha kwanza waliofanya ni kuhusisha chief, na pia hata yeye alikuwa katika mchango, lakini tulielezewa kila mtu na njia yake. Kwa hivyo wakati nichukua pikipiki nikuje, nikakuta kabla nifike bibi yangu kanieleza ya kwamba huyo babake mdogo tayari ameuawa na mke wake ameuawa. Tulipofika tukakuta ya kwamba damu imeanzia kwa mlango, ni kama walivisiwa tu wakati wa jalala. Ilikuwa ni wakati tukiona hivi ni kama wakati wa saa moja, saa mbili, kabla ifika saa mbili, sababu wajavunja mlango. Mlango ni wa chuma, kwa hivyo hawakuvunja mlango, waliwakuta tu kama wajatayarisha kutengeneza chakula cha jioni. Na wakaua mama hapo. Nafikiria tunaona ni kama mama alianzia kuuawa hapa pale nje, sababu wamewekwa katika kiti cha mezani, naye mzee amepigwa na yeye amelazwa katika kitanda. Haya mambo yametusumbua kwa sababu hatuna sababu yoyote ya kufikiria mtu, kwa sababu huyu mzee ni mzee pastor wa kanisa, ana umri wake wa kutosha, ni mzee anaheshimika. For the last time tulionana naye tulikuwa katika kufungua hema ya shamba, ilikuwa imeletwa na yeye akahubiri, tuliitwa, hata mimi pia ni mzee wa kanisa, na tukaweza kuamua hiyo hema, tukaiombea na tukaachana naye akiwa salama. Lakini kwa muda wa siku kadhaa nimekuwa nikisikia tetezi, bibi akiniambia kwamba babake ameibiwa kuku sijui 5 siku ya Jumapili, pia amenunua ingine imechukuliwa akiwa tu kwa nyumba, ikachukuliwa hapa nje. Baadaye ndio tukasikia tena ameuawa, tukakuta ameuawa. Sasa hatujui kama huyu mwizi wa kuku alikuwa anaiba hizi kuku ndio pia alikuja akafikiria kumuua. Hatuna chochote ambao tunaweza fikiria ni nini kiliendelea, sababu ni mzee mwenye amani sana, mzee ambaye anajifanyia kazi yake. Ng'ombe zake ukiziangalia anazitunza vizuri, kondoo zake ni safi, kuku analeaga vizuri, ni mzee anajitembeza, sio mgonjwa, ana shida yoyote. Hata sasa hiyo ndio imesumbua majirani kabisa, kujiuliza ni kwa nini huyu mtu akaweza kumtoa uhai mzee ambaye ni very innocent na mtu wa maana sana, ambaye tumeondokewa naye, sababu ni mzee wa mashauri, ni mzee tunaweza kumuita, ni mzee ambaye anahubiri, hata mahubiri yake huwezi kusema ati ni mzee ana umri mkubwa. Ni mtu, wakati huo tulikuwa kufungua hema, anatumia Biblia ile ndogo, na mimi pia hata nikiwa na hiyo miaka yangu siwezi soma hiyo Biblia, yeye anaisoma hata bila kuweka miwani. Kwa hivyo alikuwa mzee ebo kabisa, mzee ambaye tungekaa na yeye hata labda miaka 20 au so. Sasa hiyo ndio inatutisha sana, na hii sasa majirani pamoja na jiji hili la Muthaiga tumekuwa na wasiwasi, watu wote wamelala na wasiwasi. Hilo jambo limetisha watu sana. Na tunaamini ya kwamba serikali pamoja na Mungu, sababu tunaomba msini waombezi wa Mungu, tunajua ya kwamba hii damu haitapotea hivyo. Kwa hivyo tunajiachilia tu kujua ya kwamba siku moja lazima sisi tutajua ni kwa nini huyo mtu akamua na ni kwa sababu gani. Asante. Jina langu naitwa Eli Njuguna Kuria, na mimi ni mwenye kijiji hiki ng'ambo ile, na nimepata habari ya huu mzee saa hizi tu nilipokuwa nienda town. Nikapigiwa na simu na mtu akaniuliza kama nina habari hati ya kwamba huyu mzee amemtuacha. Ni gari tu nimepindua, nimekuja hapa kwa sababu huu ni mzee ambaye tumehusiana naye na mambo mengi, tumekaa naye muda mrefu, na nimedhoofika sana kwa sababu ni mambo ambayo nimenishangaa ya kwamba huyu mzee alikuwa mchungaji, pastor, hata na kanisa lake pale. Sijui sababu gani mambo haya yamemkuta ya mtu kuja kuingia kwake nyumbani na kutoa maisha yake. Kwa hivyo kwa jamii yake nawapa pole, na pia nawapa wana kijiji hiki pole kwa kupoteza mzee ambaye ana umri, nafikiri mzee ako na mwaka karibu 80 hivi au 80 na kitu 90, kitu kama hicho. Sijui kwa nini mtu afanya hivyo.